Licha ya klabu ya Simba kushindwa kubeba ubingwa wa hapa Tanzania takriban misimu minne, lakini pia hii yote haijawafanya mashabiki wa klabu ya Simba kuisahau timu yao ama kutokuijali ama kujali kile ambacho kinafanywa na uongozi. Yani hapa ninazungumzia kwenda uwanjani, lakini pia kuweza kununua jezi. Kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Simba, naweza nikasema kwamba wamefanya kwa ubora wa hali ya juu kwa upande wao. Sasa tayari imetoka orodha ya vilabu ambavyo vimeuza jezi kwa wingi zaidi, yani kwa hapa Afrika. Naweza nikasema kwamba kwenye upande wa uuzaji jezi, kwa upande wa klabu ya Simba ni baba lao. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kila ukipita mtaani utakutana na mashabiki wa klabu ya Simba wakiwa wamevalia jezi za msimu huu wa mwaka 2025 2026. Sasa kabla hatujakwenda kwenda kutazama orodha ya baadhi ya vilabu ambavyo vimeuza jezi kwa wingi zaidi, ni kukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Soka la Afrika limekuwa likipiga hatua kubwa, si tu ndani ya uwanja bali pia nje ya uwanja kupitia mauzo ya bidhaa rasmi za klabu, hususan kwenye upande wa jezi. Ripoti mpya imeonyesha orodha ya vilabu vitatu vya Afrika vilivyoongoza kwa mauzo ya jezi kwa mwaka huu, ambapo kwa upande wa klabu ya Simba kutoka ndani ya Tanzania imeweka historia ya kipekee barani Afrika. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na wasambazaji wakuu wa jezi za klabu, kwa upande wa Simba wameandika rekodi ya kuuza jezi takriban milioni 1 ndani ya muda mfupi tangu kuzinduliwa kwa msimu mpya. Idadi kubwa hiyo ya mauzo imewekwa wazi pia na J-Road, msambazaji mkuu wa jezi hizo, ambaye alithibitisha kuwa store yote ya jezi ya Simba zilikwisha mara moja, jambo lililothibitisha ukubwa wa soka na upendo wa mashabiki wao. Kwa upande mwingine, Al Ahly ya Misri, ambao wamekuwa mabingwa mara nyingi kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika na wanajulikana kama klabu yenye mashabiki wengi zaidi barani Afrika, nao waliuza jezi zao kwa haraka. Hata hivyo, changamoto iliyokuwepo ni kwamba kwa upande wa msambazaji wao mkuu alikuwa na jezi za kitatu pekee, ingawa zote ziliuzwa kwa muda mfupi. Idadi hiyo imewekwa kwenye nafasi ya pili. Katika nafasi ya tatu, Kaizer Chiefs ya Afrika ya Kusini waliweza kuuza jumla ya jezi 232,344 kupitia msambazaji wao mkuu. Hii ni idadi kubwa, ikionyesha ukubwa wa mashabiki wa klabu hiyo inayotamba kwenye ligi kuu ya bara ya Afrika Kusini PSL, lakini bado walibaki nyuma ya Simba na Al Ahly kwa mauzo ya jumla. Orodha kamili ya mauzo ya jezi kwa vilabu vitatu vya Afrika kama ifuatavyo, na kama ambavyo nimeweza kukwambia: Simba ya Tanzania jezi milioni 1, Al Ahly ya Misri jezi 300, Kaizer Chiefs takriban jezi 200 na kuendelea. Rekodi hii ya Simba inawafanya kuingia rasmi kwenye historia ya soka la Afrika kama klabu ya kwanza kufanikisha kuuza jezi zote, yani milioni 1 kwa msimu mmoja. Hali hii inathibitisha sio tu nguvu ya mashabiki wao ndani ya nje ya Tanzania, bali pia ukubwa wa chapa ya Simba kama moja ya klabu kubwa barani Afrika. Kwa sasa mjadala mkubwa umeibuka kuhusu jinsi mauzo yanavyoweza kuongeza mapato ya vilabu vya Afrika na kuinua hadhi ya ligi mbalimbali. Wataalamu wa masoko wanasema mfano huu kwa upande wa klabu ya Simba unaweza kuwa chachu kwa vilabu vingine barani Afrika kuwekeza zaidi kwenye bidhaa rasmi ili kufaidika kiuchumi na kuongeza mapato ya kudumu. Kwa mara ya kwanza jina la Simba linaweka sambamba na vigogo kama Al Ahly pamoja na Kaizer Chiefs, si tu kwa historia ya michezo bali pia kwa mauzo ya bidhaa, jambo linalothibitisha nguvu ya soka la Tanzania kwenye ramani ya soka la Afrika.